Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump anasema hajafurahishwa na kitendo kilichofanywa na Rais wa Urusi Vladimir Putin kutokana na mashambulizi ya usiku kucha. Rais wa Marekani Bwana Trump amelaani mashambulizi ya Urusi yaliyotokea nchini Ukraine. Ujumbe wake kwenye akaunti ya mtandao wa kijamii wa Truth Social ameandika, "Sijafurahishwa na mashambulizi ya Urusi huko Kiev. Hakuna haja ya kufanya hivyo. Ni wakati mbaya sana. Vladimir, acha. Wanajeshi 5,000 wanakufa kwa wiki. Makubaliano ya amani yafikiwe," anasema Rais wa Marekani Bwana Donald Trump, ambaye ameandika katika ukurasa wake wa Truth Social. Urusi inadai mashambulizi nchini Ukraine yalilenga miundombinu ya kijeshi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi inadai kuwa mashambulizi hayo yalilenga usafiri wa anga, roketi na anga, makampuni ya ujenzi wa mashine na viwanda vya vifaru nchini Ukraine, makampuni yanayozalisha mafuta ya roketi na baruti. Maeneo lengo ya shambulizi hilo yamefikiwa, yote yameshambuliwa, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema katika taarifa yake. Ujumbe wa Trump umejitokeza saa chache baada ya Trump kumkosoa rais wa Ukraine kwenye jukwaa hilo la Truth Social. Yeye Zelensky anaweza kuwa na amani au anaweza kupigana kwa miaka mingine mitatu kabla ya kupoteza nchi nzima, Trump aliandika Jumatano, akiongeza kuwa Zelensky ndiye asiyekuwa na chaguo la kumwezesha kufanikiwa. Hawezi kupambana na Warusi. Anapaswa kuweka silaha chini na kufanya mazungumzo, alimalizia rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Ujumbe wa Trump kwa Putin: "Ni nadra sana kulani mashambulizi ya kila siku ya Urusi dhidi ya Ukraine na ni ishara ya kufadhaika kwake." Hata hivyo, rais huyo wa Marekani anaona kwamba vita hivi wakati huu imekuwa ni ngumu mno kumalizika, na hata katika chapisho lake la awali alisema kwamba kumalizika kwa vita hii itakuwa ni ngumu sana kutokana na hali ambayo Bwana Volodymyr Zelensky anaionyesha. Hata hivyo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitaka kufanya safari kuelekea nchini Afrika ya Kusini, lakini safari hii haikuwezekana kutokana na mashambulizi hayo yaliyofanyika usiku kucha, ambapo Urusi ilihakikisha inafanya mashambulizi karibia katika miji yote mikubwa ukiwemo mji mkuu wa Kiev. Basi mtazamaji, na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment na kusubscribe channel hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News.